wonderful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Mwaka nafikiri kila mmoja wetu tumeanza mwaka. Amen. Amen. Mwaka unasikia ukiwa namna gani? Ama bado mambo hayajaonekana ambayo yako katika hii mwaka. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametujalia kuwa nayo tena. Nimekuwa nikipita hii sehemu, nimekuja nikahudumu hii kanisa, na ninashukuru kwa sababu Bwana katika upendo wake ameamua leo wiki ya kwanza mwaka huu wa 2026 kaweze kuwa pamoja. Amen. Amen. Ni mwaka wa 2026. Salimia mtu aliye karibu na wewe, umwambie tu karibu katika mwaka huu, katika ibada ya leo. Msalimie kwa mkono. Salimia mtu kwa mkono. Salimia, tembea. Greet someone. Hata mimi nitatembea. Kwani unafikiri nitakaa hapa? Mimi nitatembea. Alafu watu tuko mbali, tukaribie watu tuko mbali, tusiwe uko mbali sana. Hivi kanisa isionekane haina watu. Karibuni sana. Hatutauliza maswali mingi, tunauliza maswali, tunaogopa maswali. Hakuna maswali tunauliza. Ibada hapa ni kubarikiwa. Tunawakaribisha, tukaweze kukaribia neno la Mungu, akaweze kutumia. Jina langu naitwa Mchungaji Benson Waema. Mimi ni mchungaji katika kanisa la AIC na hata katika huduma ya Bwana. Na nimehudumu katika sehemu mbalimbali, nimekuwa nyumbani, nimekuwa na ibada nyingi, nilikuwa nafikiri naenda kupumzika, kumbe naenda kukutana na kazi nyingi. Nilikuwa na kazi ya kuhubiri, nilikuwa kazi ya kufanya counseling, nilikuwa kazi ya kuzika, na yote ilikuwa ni mema na kunitenda. Na nashukuru tena zaidi kwa sababu ya mvua. Kwa hivyo kuna mvua na ni mvua nyingi. Na ni neema ya Bwana ambayo imetuwezesha kufika katika hiyo kiwango. Tulipokuwa tukianza ibada tuliimba wimbo nambari gani? 92. 92. Huo wimbo naona mwenye kuchagua wimbo na wimbo ambao Bwana ametupatia siku ya leo inaenda pamoja. Nataka tukaanze kuimba wimbo na kusudi moja la kwamba nataka kumjua Bwana. Usiimba kama unaimba umalize. Imba ni kama unataka kujua. Mtu akaya anataka kujua, anaimba pole pole. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni, kujidhihirisha nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Maombi yetu asubuhi ya leo tunapoingia katika ukumbi wa kuja kusikia neno lako, kwamba tunataka kumjua Yesu na tujue zaidi na zaidi anapodhihirisha kupitia kitabuni na neno lako Mwenyezi Mungu. Naomba Bwana ukajidhihirishe siku ya leo tunaposikia ujumbe wako wa Mungu wa mbinguni.
kanitumie kama chombo chako cha kazi, na Bwana unayotaka ukayasikia ukaweza kuyanena kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tulipokuwa tukisoma somo la kwanza, tulisoma katika kitabu cha Isaya. Kitabu hiki cha Isaya ni kitabu kilichoandikwa na mtumishi wa Mungu Isaya, na anaandika kabla ya Wanaisraeli kuchukuliwa mateka katika nchi ya Babiloni na taifa hili ambalo ya Syria. Na kabla ya waende huko, Mungu akanena na watumishi wake, hasa sana mtumishi wake Isaya, kuhusu yanayokuja kutokea. Kitabu hiki anachoandika mtumishi wa Mungu Isaya, anataka kuonyesha ukuu wa Mungu kwa watu walio katika shida, watu walio katika ukorokoro, watu walio katika mateso, wanayopitia mambo makubwa katika maisha, na jinsi Mungu alivyo mwaminifu. Katika Biblia, wasomi wanakiita Biblia ndani ya Biblia. Hili ni Biblia ndani ya Biblia. Hebu nieleze ni kwa nini liwe Biblia ndani ya Biblia. Hili ni Biblia ndani ya Biblia. Nijibu sasa hapo, nitakuuliza swali na usiogope. Kwa nini hili tuliite Biblia ndani ya Biblia? Biblia iko na vitabu vingapi? 66. Hiki kitabu kuna milango ngapi? 66. Sehemu ya kwanza hiki kitabu unaweza kuigawa kutoka mlango wa kwanza hadi wa 40, actually 39. Na hii inazungumzia wana wa Israeli wakiwa katika mateso. Biblia katika Agano la Kale 39, vitabu 39 vinaongea juu ya wana wa Israeli wakiwa katika mateso. Sehemu ya pili ambayo ni kitabu cha mlango wa 40 hadi 66 ni vitabu 27 ambavyo vinaongea juu ya Agano Jipya. Na hapo Mungu anaongea juu ya upya, mambo anayoenda kutenda mapya katika maisha ya wana wa Israeli. Anaenda kutenda mambo ambayo hawakuwa wanadhania. Katika mlango wa 40 anauliza, haijasikika kwenu ya kwamba mimi nimepanga? Mlango wa 45 anasema, mimi niko tayari kutenda jambo jipya katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Agano mpya tunaona Yesu Kristo akija na akianzisha maisha mapya katika wana wa Israeli, katika wote wanaomwamini. Anasema kwamba tazama, ya kale yameisha, sasa yamekuwa nini? Kiumbe kipya. Hiyo ndio tofauti, na hiyo ndio inaingiliana. Na ya pili ni kwamba mlango wa kwanza wa Mwanzo unaongea juu ya Mungu akitafuta. Mlango wa kwanza wa Isaya unaongea juu ya Mungu akiita wana wa Israeli, njooni tusemezane. Mungu akitafuta tu. Yaani unashangaa jinsi Mungu anafungua njia zake, anajidhihirisha katika neno lake. Na leo hii nataka tukaanze kuongea juu ya wazo hili ama mada hii, uamuzi mkuu mwaka huu kwako ni gani? What will be your greatest resolution this year? I know you have many resolutions that you have made. I know you have made a whole number of them by April, by August, by I want to have done this. I want to look myself to have done this. Possibly to have bought a car, maybe added my knowledge in education, all those things. These are some of your personal resolutions. I know that those, even some of us have said, nataka mwaka huu nikianza sitaki kugombana na watu. Kama unataka kugombana na watu, utafuta kufa. Kwa sababu ukikufa hakuna kugombana na watu. Hakuna. Sitaki kelele. Kama unaishi dunia hii, kelele utakuwa nazo. Utakutana nazo kuanzia kwa nyumba yako mpaka kwa mahali pa kazi, hata mwili yako utakupatia kelele mpaka uweze kulala. Kwa hiyo mwaka ni mwaka ambao najua kila mtu ameamua my resolution. Now, one of my greatest resolutions this year was Isaiah chapter 55 verse 6 to 8.
That was my resolution. And I sent that text to a number of people in the world, in our church, our friends. I sent them and I said, may this be your purpose. And this is what the Bible says, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mtafuteni Bwana. Naomba hata wewe ukaweze kuwa ndio azimia mwaka huu kwamba nataka kumjua Bwana, nataka kumtafuta Bwana kwa sababu anaweza kupatikana. Because there's a time you will not be found. Are you aware of that? There's a time you will not be found, especially, and this is it. When you die, and you have not known Jesus Christ as your personal Savior, that's all. That's all. Again, when Jesus Christ comes, haitakuwa wakati wa sasa ninapokoka. Time is now. Mtafute Bwana maandamo yanapatikana. Kwa hiyo Bwana anapozungumza na wana wa Israeli, anawaongelesha wanapoenda katika nchi ya katika nchi ya utumwa, actually katika exile, I would call it exile, yes. When they are there, God speaks to them of what is likely to happen. But now He gives them hope. He gives them hope of what, even in their situation, can happen to them. In the chapter number 1, He says, "Come, let us reason together. Even though your sins are as red as scarlet, I'll wash them white as snow." Praise the Lord. And now, when they are there, God gives them hope. And this is the hope. And the hope is, "Njooni ninyi nyote wenye kiu." Jesus said the same in John chapter 6, verse number 37. "Come, you who are thirsty, and drink from me." And it says, "Njooni kwenye maji mnayo nani ambao hamna fedha, njooni mnunue na mle." Nyinyi ambao hamna fedha, njooni mnunue na mle. Bwana ni mwema kweli. Nataka tukazungumze mambo matatu ambayo yatatuwezesha kuwa na rufaa ama yatatuwezesha kuwa na azimio kubwa kuhusu maisha yetu. Jambo la kwanza, tunataka kumtafuta Bwana. Tunataka tuweze kuwa na moyo na utu wa kumtafuta Bwana. Why? Because He can be found. Praise the Lord. Our bulletin brothers said about us coming here for prayers every Wednesday. Come here for prayers and even reading the Word of God. Why? Because we want to seek God's face. So we want to know, well, why should we seek Him? Because He knows our future. I need to know Him who knows my future. He knows. He knows me very well. In fact, He knows what is going to happen for me this year. He knows it, and He has already laid the structure. Ni wewe ukatae ama ukubali, but it is going to be there. It is you to accept or even to ignore, but He has laid it for you. Third thing is that when you seek, why should we seek Him? Why should we, resolute to seek God? But because the wise men, people who are wise and are wise, seek Jesus. Wise people seek Jesus. They know He is the only one who can give them the right counsel. And so, when God is speaking to them in chapter number 55 of Isaiah, He tells them, "Come, let us reason." Actually, "Come, buy from me." And in verse number 6, "Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni Bwana maadamu yu karibu. Mtu mwovu aache njia yake, na mtu mbaya na waache ubaya. Mtu mbaya aache mawazo yake. Yeye na amrudie Bwana, na atamrehemu. Arudi kwa Mungu wetu, kwa kuwa Mungu atamsamehe bure kabisa." Mwaka huu najua kwamba kuna wengi ambao watatafuta suluhu ya mambo mengi. Kuna watu ambao wameambiwa ukitaka kupata kuwa enda kwa fulani akuombe.
Nashangaa sana katika kanisa letu kuna watu wanaacha kanisa wakaombewe. Halo. Kanisa hili ambalo liko na neno na inasimama katika msingi thabiti wa neno la Mungu. Nashangaa kuona washirika wengi wetu wakipotoka na kuacha kanisa ambalo linawafunza neno wakapotosha mafunzo ya Mungu ya Mungu. Nashangaa mtu akiambiwa kwenda sehemu fulani umechukua meza ya Bwana. Si hapo unapenda ndio baba? Ama kikombe kidogo. Si muhimu kubwa at least ndio watu waache kuenda nje. Nashangaa. Hadi mtu akienda akiweka kwa kibuyu kama hiki. Naenda itakuwa nikikunywa hii Bwana ameondolea matatizo. Duniani ukunye divai alafu Bwana aondolea matatizo. It's not true. It is not true. Kwa nini tumtafute Bwana mwaka 2026? Kitu cha kwanza kwa sababu anapatikana. Sasa sawa. Maadamu anapatikana. While he can be found. Why should we seek him? Because he can be found. And because he can be found by you in whichever state you are. Isaiah chapter 1 verse 18 says, "Come to me, come, let us reason together." That is somebody who can be found. He can be found by you in whichever state you are. And he says, even if your sins are as red as scarlet, I'll wash them white as snow. Praise the Lord. This is the Lord telling you, come. Whichever state you are, let us reason with you. I know there are people, even from families, who are just coming from Christmas. In the family gathering, some of them could not see one eye after eye. Kuna watu ambao hawangeweza kuonana macho kwa macho. Na watu ambao hawangeweza kula pamoja. Kwa sababu alitenda, alifanya, kuna mwingine nilisikia kwamba mbuzi ilichinjwa na baba yao. Ilipochinjwa wakakata. Walipokata wasema, kwa sababu wewe unaonyesha fulani ndio unampenda, na baba na mtoto mmoja wakala mbuzi wakamaliza. Na cheza na wanaume. Mbuzi ikamalizwa na watu wawili. Sio watu wangapi? Wawili. Ama mbona unataka kujibu? Haikufanyika kwako. Ilifanyika kwingine. So, look at this. God is saying, come. Let us reason together. Nitafute maadamu ninapatikana. And whichever state that you are, I can be found. Mwenye dhambi, neno linasema maadamu ninapatikana, mwiteni Bwana maadamu yu karibu. Mtu mwovu aache nini? Njia yake. This means at the time, even at the time of need. Psalms 46 verse number 1. Yeye yu karibu. Neno linasema kwamba yeye ni msaada wa karibu. Huyo Bwana ambaye anasema hivyo. Hii 2026 ndugu yangu. Kama kuna ushauri mkuu ambao unaweza kuupata mwaka huu, ushauri huo ni kwamba namtafuta Bwana. Nimeazimia kumtafuta Bwana. Amen. Kwa njia zangu nimeamua mimi kumtafuta Bwana. Niachane na uovu. Niachane na njia zozote ambazo hazitampendeza yeye. Mimi nimtafute Bwana. Yeye kwa nini nimtafute? Kwa sababu anajua anataka kutenda jambo jipya katika maisha yangu. Amen. Nimtafute Bwana. Usianze kukolea katika mambo. Tusome Isaya mlango ya 43 mstari wa 19. Isaya 43:19. Yale mambo ambayo yamekupita unaweza kuyakolea ukasema kumbe naye Bwana anakuambia hata achana nayo, nataka kufanya mambo mapya. Tazama, nitafanya jambo jipya, sasa litachipuka. Je, hamtaliona? Hamtalitambua? Nitafanya njia jangwani na vijito vya maji katika nchi ya kame, ama nchi kame. Yes, nchi kame, nchi kame. Mambo magumu ambayo yamo mbele yako, ambao pengine unauliza nitakuwaje, ambao unajiuliza kweli ni mimi,
Bwana anasema ukinitafuta nitafanya jambo mpya. Mwambie mwenzangu niko tayari kumtafuta Bwana. Niko tayari. Kama ameniambia atafanya jambo mpya. Mimi nataka kumtafuta wewe. Sitafuti chama, ajaiwa. Hii msimu tumeingia wa Kenya ni msimu wa vyama. Watu kubadilisha vyama, watu kubadilisha mambo, kupiga kura, maana mambo mengi sana. But one thing I know of God, He is ready to do a new thing. He is ready. He is not done with you yet. He is still ready to do a new thing in your life. He is ready to take you to another level. Praise the Lord. And that's why He's telling you, seek me. Seek me. Nitafute mimi. Wacha kutafuta ushauri wa uongo. Wacha kutafuta ushauri wa kuwekewa meza mahali huo kimeza. Hata nikasikia wengine wanapewa vitambaa. Na katika hiyo vitambaa huo ukitoa uzi. Unatafuna uzi mchana kutwa. Uyama. Yaani unajiweka ukoloni, yaani unajiweka mtumwa. Unahitaji kutafuna uzi. Na ukikula unatoa. Alafu unaweka mfuko. Ukimaliza unaweka mbuzi. Hiyo ni ingiliana wapi na maandiko kweli? Kama wewe sio jinga na upumbavu. Inaingiana wapi? Ni wapi unasoma unatafuna uzi? Ni wapi? Na watu wako huko wakikimbia, acha nipate kitambaa, niwe nikitoa kwa uzi. Muulize mwanangu, ni mmoja wao? Muulize, wewe ni mmoja wao? Unakula uzi? Hebu fikiria mtu mzima akitembea kukula uzi. Ni ujinga ina gani? Yaani hii ni ujinga ina gani? Bwana anasema nitafute mimi ambaye nilikuumba. 46 anasema mimi ninajua jina yako. Ninakujua. I know you by your name. I know hata nimeweka jina yako katika viganja vyangu. Siwezi nikakusahau. How come somebody can change your mind and think that when you take this is when you can know God deeper? It's not like that. Scripture is wrong. Ethically it is also wrong. Ethically it's wrong. Nitafuna uzi wa baraka. Kikombe utaki kuikiguza na mtu, umeguza kikombe yangu. Ati nilikuwa na mchungaji. Kwa hivyo na watu kuna uwezo. Jambo la pili, kwa nini mtafuta Bwana? Kwa sababu anajua njia zangu. Haleluya. Sura 8. Twende hapo tu katika hiyo Isaya 48. 55 mstari wa 8. Kwa kuwa mawazo yangu si kama mawazo yenu. His thinking, his thoughts are not like my thoughts. Much as I think it cannot work, according to God it can work. Kweli si kweli? Wewe ulikuwa unaona mwaka hii ni kama nyumbani nilienda Desemba. Actually Desemba. Mahindi ilikuwa imeanza kusalimu hapo. Chakula imeanza kukauka. Ghafla ni mtu ama ni mpunga ama ni nini? Vu. Kwa hivyo nisome Kiswahili. Ghafla ni vu. Mwezi tarehe 20, tarehe 19. Kulikuwa kukafu, jua inaonekana kabisa. Usiku watu wakaamini. Mvua ilitoka ikanyesha na kuanzia siku ikanyesha mpaka tarehe 31, tarehe 2, tarehe 1, tarehe 2. Hata karibu ianze kusoma watu na hata isome nyumba zingine kama hizo yangu. Ilikuwa karibu usiku naamka naangalia kwa nini sitaanguka. Mawazo yake si kama mawazo ya binadamu ndugu yangu. Unavyojiwazia wewe unajiwazia kama binadamu. Lakini Mungu anavyokuwazia wewe anakuwazia kama Mungu. Anakuwazia kama kiumbe alichokiumba kwa mfano wake. Amen. Yani you are very special. I don't know whether you have heard that word of it. I don't know if somebody told you that you are special. And he told you meaningfully. Ama she told you meaningfully you are very special. In the standards of God, you are very special. And if anything, this year I need to seek in who knows, whose ways are not my ways.
Whose thoughts are not my thoughts? I need to seek him. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, angalau nipatie motisha kwa kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mawazo yake anakichokewazia ndugu yangu kwako. Angekufungua hivi na akwambie ndicho hiki, ungestuka. Anachokuwazia wewe. Wewe unajiona tu ovyo kwa sababu watu walikwambia. Mungu hakukwambia hivyo. There are people who are walking by the standards of people. There are people who are thinking by the way the people think about them. That is not what God thinks about you. He thinks about you as a special creation. And this year he tells you, seek me that you can know thee. You can know me in that special way. Praise the Lord. This is who God says. Chapter number 29 of Jeremiah verse 11 says, my plans, I know what I plan for you. Says that. Najua mipango na kupangia. Mipango kukupeleka juu zaidi. Hapo tunaimba zaidi. Praise the Lord. Yaani Mungu ampanga naye kupangia mtu yako. Ungejua anachokupangia, wacha kusema magari, wacha kusema nyumba. Nyumba is a minute thing before God. In fact, he's planning for eternity with you. To spend eternity with you. Praise the Lord. Amen. He has planned that, and that's why he gave Jesus Christ to die on the cross for you. That he may spend eternity with you. How long is eternity, my brother? Ni urefu wa milele ni miaka mingapi? Hebu niambie milele. Mungu anakuambia milele ni miaka ngapi? Milele. Ama ni milele. Sio milioni. Yaani ni isiyokwisha. That's the plan of God. Beyond what you are seeing now, he has got an eternity with you. Praise the Lord. Yaani ungejua, ungetembea. Wacha tu kusema najua hii serikali yetu. Wacha na mambo ya serikali. The government should not be the talk of your mouth. It should be about what God has planned for your life. In this government, in this country, God has planned great things. Amen. Unaanza kusema kwa nini uko mlengo gani? Siko kwa mlengo, niko mlengo wa Yesu. Wewe mlengo wa Yesu ndio nayo. Kwa hiyo wewe Mungu ambaye kwa hivyo kwa nini situmtamte? Anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 na mstari wa 1. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. If someone says I am the way, is he the best person to look for? If he knows the way, is the person to be consulted, isn't it? Kama anajua kwamba nikitumia hii dawa nitapona, huyo nitamuuliza. Kama anajua kwamba nikifanya hivi nitafaulu, nitamuuliza. The best medic is the one who knows the prescription. Amen. Hapo kuna Yesu anakwambia ninajua. Je, kufanikiwa nimejua. Niulize. Acha kwenda kutuma. Imagine Isaya anauliza, kwa nini unatumia pesa zako kununua vitu ambavyo havifai? But that's what it is asking. Nani ambao hamna mali, hamna fedha, njooni mnunue na mle. Njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila gharama. Kwa nini kutumia fedha kwa kitu ambacho si chakula na kutadikia kitu kisicho kushibisha? Why you spend all your time wasting your energy for what is not going to profit you? Why don't you come and spend time with me in prayer? Daudi akasema ni heri kutumia siku moja katika hekalu ya Bwana kuliko siku 1000 na watu ambao ama na mahali ambao haina faida. Better to spend a day with the Lord than spending 1,000 days with people who cannot add value to you. Why? Brother, my sister, this is what the Lord is telling you. I wish you could know this. He knows you. In fact, why should I seek him? Because he knows my heart.
Jeremiah 17 verse number 9. Anajua moyo wangu unachotaka. Kwa hiyo ndio sababu namtafuta yeye ambaye anajua, aliyeniumba kwa mfano wake. Na pointi ya tatu ni kwamba kwa nini basi nitafute yeye? Kwa nini nitafute yeye? Kwa nini nitafute? Kwa sababu yeye mwenyewe ananiambia njoo. 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 Mungu akwambia njoo. Ukakataa? Wapo ukataa wito ama ukataa ujumbe? Ama unakataa ujumbe? Watu ukataa nini? Nikikwambia njoo, utakataa kukuja ama utakataa ujumbe? Utakataa ujumbe, lakini kuja utakuja. Nimesikia lakini sioni saa ikifanyika. Yesu anasema njoo. Katika mlango wa 11, mlango wa 11 wa Mathayo 28 anasema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawafanya nini? Nitawapumzisha. Huyo ni Bwana ambaye anasema. Huyo Bwana ambaye anasema hivyo anasema mtafuteni Bwana. Mwanadamu anapatikana katika siku zako za haja. Anapatikana katika siku zako za dhiki. Bwana anatafuta anapatikana. Daudi akasema jambo moja ambalo ninakusudia ndilo hili. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Nalo ndilo hili. Kukaa ndani ya hekalu la Bwana. Kutafuta ukuu wake. Kukaa. Jambo moja ambalo nimeazimia mwaka huu. Kukaa hekaluni la Bwana. Daudi akasema. Paulo akasema kwamba si kwamba nimefikia, bali ninajitia nguvu nifikie mbele. Filipi mlango wa 13 na mstari wa 13. Huyo Bwana ambaye anasema mtafuteni anajua umekuwa ukitafuta mahali pasipo. Anajua umekuwa ukiendea watu wasiofaa. Anajua umekuwa ukifanya yasiyofaa na sio wa kwanza. Amen. Anaongea na watu ambao walimwasi, watu ambao aliwatoa katika nchi ya utumwa. In fact, mlango wa kwanza anasema ng'ombe anajua mchungaji wake. Hebu fikiria, hebu sikia katika mlango wa kwanza wa Isaya. Mlango wa kwanza, hebu tusome pamoja na nini. Hebu sikia vile wewe ndio usione kwamba Bwana sijui kama atanikubali. Anakujua vizuri. Mlango wa kwanza wa Isaya mstari wa 5 anasema hivi. Ng'ombe anajua bwana wake, naye punda anajua hori la mmiliki wake, lakini Israeli hawajui. Watu wangu hawaelewi. Lo, taifa lenye dhambi, watu waliolemewa na uovu, uzao watenda mabaya, watoto waliozoea upotofu, wamemwacha Bwana. Mungu anaongea hivyo kwa watu ambao walikuwa katika hukumu nchi ya Misri. Alipowatoa wakiwa wanamlilia, mlango wa kutoka mlango wa kwanza, wa 3 na wa 4, walimlilia Bwana tufanye nini? Mungu alipowatoa, alipoingia katika nchi ya ahadi, wakasahau. You are not the first one to forget about God. You're not the first one. And you will not be the first one, not even the last one. People are forgotten. People have left even the one who offended them. But here God is saying, come, let us be together. Come, nitafute. Nitafute. Siku za karibuni nasikia kitaka jambo hili nitafute, nipigie simu. Give me a call. Give me a call and I will see how we can work about this issue. God is saying, tafadhali nitafute. Mwaka huu ukianza nakwambia nitafute nini? Nitafute nini? Najua yaliyo mbele yako, najua yale ambayo nakukujia, najua ni makali, najua ni makali yatakushindia, yatakusumbua, nitafute nini? Maana inapatikana sasa. Inapatikana sasa.
Kama mtu anaweza kukwambia, jamani, sitampigia simu. Mtu akwambia nipigie simu jioni. Saa tatu kabla hujalala, tuongee hii jambo. Utampigia simu, si ndio? Mungu ndio mtafadhali. Nitafute. Maadamu napatikana. Tafadhali kabisa. Tunaishi nyakati ambazo mambo ni kingi. Na watu wameacha kutafuta uso wa Bwana, wanatafuta nyuso za watu. Wanatafuta mabwana wengine badala ya Bwana Yesu. Ni wakati huu ambao tunabadilika. Umekuwa katika maisha ya kuona kwamba ni kama sio mimi. Bwana alikuleta katika hii kanisa la Maranatha wakiwa na sababu kubwa. Na anataka wewe utumike katika wakati huu. Maana kuna wakati utafikia au utakuwa hapa. Tuko pamoja. Kuna wakati utafika. Usikie ulienda retire, usikie uliama, usikie hauko. This is the time. God is looking you and is looking upon you to do something for you this year. This church, like I said the other day, this church is small. If everybody said I will do my part, this church is very small. Very small. That you will be here adding people every day, adding people until tunaketi hapa. Ndio mnaanza mimi kabla mchungaji afike hapa wacha nifanye. Kabla fulani aje wacha nifanye. Kabla aje fanye. Kwa sababu Bwana amekuita. Kuna wakati ambao kama vile ndugu alisema utakuwa kukumbushwa tulitoka wapi. Kuna wakati Bwana anasema nitafute. Kanisa la Maranatha kuna jambo Mungu anazungumza nini? Tafadhali tumtafute Bwana. Shughuli zetu katika kitabu cha Mathayo inasema kwamba mahangaiko yamemfanya binadamu afanye nini? Kumsahau Mungu wake. Kitabu cha Mathayo mlango wa 2 inatuambia kwamba mamajusi walienda kumtafuta Yesu. Kanisa la Maranatha. If only everyone gave himself to seeking the face of God. Like I say, this church is very small. This church will be a place everybody will say, I just want to be there. Because I have seen people who are very committed to their duty. You can do it. Amen? You can be part of that. Maybe in the choir, maybe in the Bible study, maybe in the women fellowship, maybe in the church, you can be part of that. You can be that part of that group that is saying, can we cause a revival? Yesterday's theme of the youth camps of AIC was revival in the church. That was the theme. But I've been watching on how are we implementing this theme. Was it just a theme to be talked about, or it was just something that was to be taught, to be practiced? And somebody was explaining in our church. Tuliambiwa kwamba hii ni wakati wa kutafuta tuweze kufufua ile vitu vilikuwa vimekwama, wengine ni ushirika, wengine ni kwenda kanisani. I'm trying to watch and come. And maybe I will be trying to follow. How far are we on what we discussed in the month of December? If we taught people about revival, are we following to be implementable, to implement whatever we say? Or were they saying it was just the sake of it? Yes, the science speaking to his eyes. Seek me. Seek the Lord while can be found. This is the message for you. And this is the message for me. I need to seek the Lord because it can be found now. Praise the Lord. Let's pray. Father, we thank you because it is true. When we seek you with our open hearts, with brokenness, the Bible says you will be found. You will heal our land, O God, when my people are called after my name, shall humble themselves and seek me. I will and pray. I will hear, I will heal the land. Here we are, Lord. Declaring the Lord, this is our year, that we want to seek you. We want to stand in the gap, O God, for in the ministry, O Lord. I want to thank you, Father, for causing us to be these men who are here for this purpose. And as we now strive in the year of 2026, the fourth day, dear Lord, we here, oh God, call upon you, asking the Lord, you may cause us to seek you. That we will not do it because we want to do it, but we want to do it because you have caused us to do it, oh God. There has been a lot of hypocrisy in your church.
There's been a lot of, oh God, and intimidation in your service, oh God, my Father. May this be the words of someone as you come out to the conclusion of this service, that I have declared to seek the Lord. Not anything, not anybody, but my God. From my family to my daily walk with the Lord, I want to seek Him and seek His purpose for my life. I don't know how you are, my dear sister or my dear brother. Sijui maisha yako yamekuwa namna gani mwaka ulipokuwa ukiisha, na hata maazimio yako yalikuwa gani mwaka ulipoanza. Sijui ni wewe ambao Bwana anazungumza nao. Ndio umetafuta vitu vingi katika dunia hii, lakini leo hii nakushauri, umekuwa ukitafuta vitu ambavyo vikufaidi, nataka kutafuta mimi. Wengine anakuambia hivyo kwa sababu anataka kuokoka. Wengine anakuambia hivyo kwa sababu anataka umrudie kwa kutubu. Wengine anakuambia hivyo kwa sababu ameona kumtafuta lakini na uoga. Leo hii anakuambia nitafute mimi maadamu. Mwili ndilo ombi lako. Mahali ulipo unajijua. Unaweza kumzungumzia Bwana na kumwambia Bwana, nisamehe. Bwana, ni kweli nataka kuamua. Maisha yako Bwana anajua vizuri. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya maisha ambayo umetupatia. Umetupatia maisha ambayo kweli yako na thamani kubwa. Kwamba kupoteza uhai, Bwana, tumepoteza nafasi kubwa katika maisha yetu. Na leo hii Baba, tumesikia kweli tuwaambia wana wa Israeli, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Nasi Bwana tuko mbele zako, tunakulilia kama wana wa Israeli. Hakika ni sisi unaongea nasi. Tumekuwa tukitafuta vitu vingi ambavyo havifaidi, na leo hii umetuhimiza angalau tungeweza kutafuta wewe. Angalau tungeweza kutafuta ushauri kutoka kwako. Mambo yanaweza kuchukua mkono wetu. Kwa pale unaposikia ujumbe huu, jitathmini maisha yako. Jiangalie wewe mwenyewe. Na ujioji. Iwapo unaona kunalo jambo ambalo Bwana unahitaji kumwomba msamaha ama kumuonyesha kwamba Bwana, tazama, naomba kuweze kuondoa mkono wako. Tuwezekana kama unataka unaweza kusimama mahali ulipo, tuweze kuomba na wewe. Kiangalia maisha yako. Ni mimi Bwana nimeuliza nani? Ni mimi nihitaji wewe katika mambo haya. Bwana, nasimama mbele zako. Unitumie, unisamehe, unitakase katika jina la Yesu. Kuna mmoja ambaye anasema Bwana, ni mimi. Naweza kusimama mahali ulipo, tuweze kuomba na wewe. Katika jina la Yesu. Naweza kusimama. Naweza kusimama. Bwana, naona moyo wako. Nauona kabisa. Bwana anasema mimi Bwana, angalia haja ya moyo wangu. Angalia mambo ambayo nimekuwa nikitazamia nikufanye. Uko mbele yake sasa. Naweza kusimama mwambie Bwana, ni mimi. Ni mimi. Tazama kazi ambayo nafanya. Tazama business yangu. Tazama afya yangu. Familia yangu Bwana, tazama. Nimesimama mbele zako. Niombe kwamba nitafute tu suluhu kutoka kwako. Ili ni ombi ambalo kila mmoja wetu anaweza kuliomba. Bwana, katika jina la Yesu. Asante Mwenyezi Mungu kwa wale ambao tumesimama mbele zako. Mungu wetu, kuna wengine hata tumeketi mbele zako. Na kila mmoja anajihoji na anasema kweli Bwana, nimeenda kinyume na mapenzi yako. Nimekuwa nikitenda ambacho hakifai machoni pako. Na leo hii umenikumbusha kwamba Mungu nikutafute. Kweli nimeenda kando, nimeenda kwa kushauriwa na watu wasiofaa, kutafuta ushauri kwa wasiofaa, kutafuta watu ambao wanaweza kunipatia himizo na kumbe hawafai. Leo hii umezungumza nami moyoni mwangu na ukaniambia nikutafuta wewe. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu. Nakushukuru kwa wapendwa ambao wamesimama mbele zako. Nakushukuru kwa sababu ya kanisa hili ambalo Bwana linataka kuwa na mwamko mpya wa utendaji wa kazi yako. Naomba Baba ukazungumzie kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Naomba tunapoamua kuja hapa
tunakuja kutafuta wewe. Hatukuji kutafuta sifa, hatukuji kutafuta ukubwa, hatukuji kutafuta madaraka ama mamlaka. Tumekuja kutafuta uso wako. Ninakushukuru kwa wazee wa kanisa hili, mchungaji wa kanisa hili, nakushukuru kwa kila mshiriki wa hili kanisa. Nakushukuru kwa wanafunzi wetu ambao wanaenda mashuleni. Mungu, kuanzia kesho ninawaombea kwako katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba waweze kuwalinda. Tumeingia kipindi kingine ambacho Bwana wanasafiri kwenda mashuleni, na Bwana shetani hawatakii mema. Baba, tunaomba kwako kaweze kuwalinda ili wanapoenda mashuleni, Mungu wa mbinguni, wakaweze kuwa na moyo wa kutafuta wewe. Baba, tunaporudi makazini mwetu, ninaomba baraka zako katika jina la Yesu Kristo, ili Bwana tuimize kutafuta wewe maadamu tunapatikana. Ninaombea Bwana familia zetu katika jina la Yesu. Naombea mke aliye hapa, mume aliye hapa, watoto walio hapa. Naombea wapendwa wetu ambao wamesafiri kwenda manyumbani na sasa wanarudi. Baba, uweze kuwabariki. Kabariki kanisa hili sawa sawa na mapenzi yako. Neema yako na ikatoshe katika kila hali. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mungu